Toto Warege na kuja moja kwa moja tena mubashara kutoka hapa pembeni mwa bahari Hindi, na hapa nilipo mandhari yanadhihirisha tu 100% kwamba ni ndani ya kaunti ya Kilifi, kaunti namba 3. Ukiingia katika orodha ya kaunti zote 47, tanguliza Mombasa namba 1, alafu Kwale namba 2, unaingia hapa Kilifi nambari ya 3, nyumbani mwa Gideon Mung'aro ambaye ndiye gavana wa hapa mahali tulipo. Na leo hii naibu wake ambaye ni Flora Chibule alihudhuria hafla ya kuwatuza washindi wa makala ya mwaka 2025 ya mashindano ya dunia ya kuwania kombe la ustawi. Ukizungumzia mashindano ya triathlon ambayo yanajumuisha kuogelea, yanajumuisha kuendesha baiskeli aswa, alafu yanajumuisha pia na kukimbia. Kikubwa na cha mno ni kwamba leo hii nimesha kupata matokeo ya watu ambao wamefanya mambo makubwa. Alafu katika upande wa chipukizi, Taylor Foster wa Afrika Kusini alishinda, na ni kwamba alifuatiwa katika nafasi ya pili na Raquel, ukipenda muite Raquel. Alafu akiwa anatokea Zimbabwe, Jody kutoka Misri akawa katika nafasi ya 3. Ryan naye kutoka Afrika Kusini alishinda upande wa wavulana, ikiwa bado ni kwa chipukizi. Zanda katika nafasi ya pili akitokea Zimbabwe. Ahmed Shamu wa Misri naye akakata yake akaipata nishani ya shaba upande wa chipukizi. Upande wa watu wazima alishinda upande wa wanawake, huyu ni Maja akitokea Namibia. Megan Irungu, huyu ni raia wa Kenya, ndiye aliandikisha matokeo bora kabisa miongoni mwa Kenya, akimaliza katika nafasi ya pili. Alifuatiwa katika nafasi ya 3 na Elisa ambaye anatokea maeneo ya Tunisia. Ni kwamba upande wa wanaume aling'aa Nathan kutoka Namibia, Remy Gerard kutoka Mauritius akawa katika nafasi ya pili, na Yosefu Slama kutoka Tunisia akaridhika na nafasi ya 3. Kwa wepesi na kwa haraka zaidi, nataka niseme na moja kati ya washirika ambao wameitumikia timu ya taifa ya Kenya kwa muda mrefu, akaja akapata jeraha, akaumia, amekuwa kwenye harakati ya kupona na amepona tayari. Josette Njeri, angalau niambie mawili matatu, njoo moja kwa moja hapa ndani ya Mikiki live kutoka hapa kaunti ya Kilifi. Mwanzo umepona jeraha ama imekwaje? Injury yako imekwaje? I'm not yet fully healed from my injury. I mean, there's been a lot of improvement the past 2 weeks, but I think I'm going to be off for probably another 1 to 2 weeks. Na imekwaje? How journey imekwaje? I think it's been very difficult, both mentally and physically. Mentally, because I've not been able to push myself how I've been wanting to and achieve my goals how I've been wanting to as an athlete. Physically, it's just been a lot of pain, a lot of rehabilitation, lots of strength training. Now, umekuwa Senegali. How was it? Senegal was a very big disappointment for me as an athlete. I ended up crashing on the bike course, and I ended up picking up another injury, as well as my bike derailleur broke off, so I wasn't able to finish the race. Na sasa umerudi, jeraha limepona. What next? I think next is to sort of get through the recovery phase, then slowly get back into training, build back my strength, and then look forward to the next race, maybe next year. Na hapa Kilifi unafanya nini? In Kilifi, I came to cheer all the other athletes taking part, all the other Kenyans, international athletes. Yeah. Na manager wako unamuonaje? I think I love my manager. I love my coach. I think she's somebody I draw a lot of inspiration from. I think we also have built a very good rapport and understanding of each other, and she's here and I've also come to see her as well. So asante sana. Asante. Wacha niseme na manager wake pia ameshafika hapa akiwa ametokea katika Jamhuri ya Zimbabwe, ndo anafanya mambo makubwa. Mwanzo, your name and why are you here? My name is Pam Fulton and I'm from Zimbabwe. I am the national coach for Zimbabwe, and I also coach Josette, so it's been a wonderful opportunity for me to be able to come here. I've come with a male and a female who have come to race the eligibility race for Youth Olympic Games in the under 15 super sprint event. So for me being here, it was going to be an absolute bonus to be able to watch Josette compete at the same time in the elite category. But unfortunately, with her injury, she made that decision this last week that she would step down from racing, which I think was a very sensible one. So it's been a bonus for me to actually spend time with Josette, to actually see her. We speak so often on the phone, finding out how she is doing in her own training. So to actually be here and visit her is very, very special. Talk to us about triathlon in Zimbabwe.
Triathlon Zimbabwe, it's been going strong for many, many years. I started competing over 30 years ago in the elite category, and then after about 13 years of racing, I stepped down from racing and became a coach. And also I'm very, very involved in triathlon. I spearhead the development side, and we've just started a triathlon schools series, junior school series, to try and pick up the numbers in the youth. It used to be originally a big adult, in my day of racing, predominantly adults, but now we're trying to pick up the juniors and the youth and grow from the grassroots. What is your take on triathlon in Kenya? Triathlon in Kenya, I've been fortunate to be involved as well. A year ago, I came to Diani and I was fortunate to work for World Triathlon and facilitate a training camp when they were entering the development race. And I worked with a lot of athletes then, or mentored a lot of athletes then, who were from Kenya, who were racing for their first time or in their first season. And it's very, very special to still see these elite athletes still in the sport and to see their progression. It's fantastic. I'm so impressed with Kenya, especially in the elite category. And I'm looking forward to watching tomorrow's race to see how many youth and little ones that there are there. Thank you so much. Thank you. Yeah, good. Sasa nataka pia niweke gia pembeni, niingie upande wa kusema na binti mdogo ambaye pia amekuwa hapa, ameshiriki mashindano leo na ana ndoto kubwa sana, anataka apige hatua kubwa iwakilishe Kenya katika mashindano labda ya Olimpiki, labda katika mashindano ambayo ni ya dunia, mashindano ya bara Afrika, na hapa tayari amefanya mambo makubwa. Ukiangalia huku, jina unaitwa nani? My name is Jasmine Mulumba, and I'm an athlete with Team Kenya. I'm the youngest youth female. Yes. Leo imekuaje? How was it? Today's event was actually really good, but I faced a challenge in the swim. I stepped on a sea urchin and really hurt myself, but it was really good. It wasn't too hot. Okay, it was really hot, but it wasn't too bad. Yeah. Matayarisho yako yalikuwaje kabla kuja? Your preparations before? I prepped myself good mentally, and I prepped myself good mentally, and I was just telling myself that I'm here to do good. I'm just here to perform, not to put too much pressure on myself. Yeah. And what is your dream in triathlon? My dream is to do at least 2 Olympic Games in my life. Ni Olympic ndio kila kitu. Yeah, making it to the Olympics is the goal. Yeah. Mama wanakusaidiaje? My mom helps me, she pays for my coaches. She wakes me up in the morning when I don't want to wake up. Yeah, she's just always there. She gives me the right food that I need. You know, she's just always checking in on me. Yeah, to make sure I'm okay. Yeah. Na wewe unafanyaje to balance school and triathlon? Balancing school and triathlon was hard at first, but I got used to it at some point. You just, you do your school in the morning, and then you work out, and then you go home, you do your stuff, your work, and then it's just a cycle. You just get used to it. Na walimu pia wanawasaidia shule, your teachers? My teachers are very nice. Yeah, they help me a lot. They give me enough time to do my assignments, and they understand when I'm not available to come in for class, like if I'm out of the country. Yeah, they're just really nice people in general. In the next 2, 3, 5 years coming, tukuone wapi? In the next 5 years, Youth Olympics 2030. Yes, I'll finally be able to qualify. I'll be old enough to qualify. Yes, that's the goal. All the best. Thank you. Niseme pia na mamake ameshafika hapa akiwa ameandamana na mamake, angalau pia niambie mawili matatu inakuaje katika kule kusaidia ukiwa uko na mtoto ambaye ni mwanaspoti. Asikuwa amekuwa mabuku sana. Mwanzo jina unaitwa nani? Naitwa Mariam Abdullahi. Yeah, mimi ni mamake Jasmine na Jaden. Wote watoto wangu wako kwenye riadha, ni wanariadha. Waliingia kama Jasmine aliingia kwenye michezo akiwa na miaka 10, sasa hivi ana miaka 13, kwa hivyo ako na miaka 3. Na kupitia elimu influence mdogo wake Jaden pia naye akaingia. Lakini yeye upande wake amelemea sana kwenye swimming na Jaden amelemea sana upande wa mbio. Hata alikutana na
mkimbiaji maarufu Kipchoge. Akapenda stats zake, akawasema tuna encourage watoto waingie kwenye michezo, akatupatia mawaidha mawili matatu, akatu invite twende tukamtembelee kwake Eldoret. Tunapanga kwenda hii December. Yeah, but kuwa na watoto kwenye riadha it's a bit challenging, yeah. Because balancing their schools, their friends na training inakuwa, yani it's a fine balancing act, yeah, in terms of managing their time, alafu pia na kumanage gharama. Maana kama mchezo wa triathlon ni mchezo ambao unachukua gharama nyingi. Maana kama wao wana makocha watatu. Ana kocha wa kukimbia, ana kocha wa kuogelea na ana kocha wa cycling. Wote hao wanalipwa tofauti. Na mbali na hapo kuna gym na kuna physio ambazo lazima zifanyike ku present injuries, yeah. Alafu kuna travels, international travels, kuna domestic travel. Kama sasa hivi tumetoka Nairobi, tumekuja huku, unaona ni gharama. It's expensive because you have to stay in the hotel and all these other things. Lakini pia mimi na encourage, na kama yeye anavyofanya, kama Jasmine anavyofanya, Jasmine anajaribu kuwaeka marafiki zake wasichana wengi kwenye sports, because we found that with them being actively involved in sports, it avoids them going into the wrong things that we don't want them to do. So like most of their time is positively occupied, yeah. So I would actually encourage all parents to find something that their child cherishes, that they love, be it sport, be it art, but something that will fully occupy their time, yeah, that they can focus on. Because unaona kama yeye anatumia sports kupata kama scholarship kwenda nje, anatumia sports, it's good for their health. I don't have to worry about what they're eating, their diet, because wako so focused. Wanajua kitu fulani akifai kuliwa kila wakati, tunakula hivi, tuko active. So unaona hawana magonjwa madogo homa. Alafu pia muda kwenye mtandao hawana. Ni muda kidogo because kila masaa wako busy. Wakiwa wako training, wamecheza nje. Kama hawako nje na rafiki zao, wako shule. Kama wako shule, ndio hivyo, yani ndio inakuwa routine yao. Yeah. Na una roho sana ya michezo. Kwa sababu mimi unajua wakati wetu sisi tukikuwa wazazi wetu walikuwa hawaelewi yani kama you can make it in this life with sports. So mimi nilikuwa napenda sana michezo, nilikuwa nakimbia masafa marefu. Lakini sasa wazazi walikuwa wakisema huko kukimbia kutakupeleka wapi? Lazima uache, you can't focus on running. I used to love running and dancing. But for my children, nawaacha because I've seen what people have achieved from sports. You know, like it can be an avenue. Kama sasa hivi tuseme anataka kwenda Harvard. Mi hela ya kwenda Harvard sina. Sio? Na hela ya kwenda hizi shule kubwa mimi sina. Lakini kupitia mchezo ataweza maezi. Ataweza? Kabisa. Ndio maana kuna njia nyingi ya kumtoto kufikia. Kwa hivyo michezo I'm very passionate about sports, yeah. I'm very passionate about especially ladies in sports, yeah. Cause ni kitu kizuri sana kwa kuingia, inakupeleka mbali. Si ati tuna focus on sports tunaacha masomo, hapana. Cause kama kuingia kwenye triathlon lazima uwe uko shule na wanaitisha. Unaona kama hii team Kenya ya triathlon, wako very conscious, yeah, wako very conscious about their athletes. So they ask about your progress in school, wanataka ripoti kutoka kwa walimu. Hivyo na najaribu kuangalia kama sasa umesema ina gharama kubwa sana, lakini achia mbali gharama, watoto wenyewe tayari wanaonesha kwamba wana talanta kubwa sana. Na ukiangalia kama hu binti mdogo ametoka kusema naye, anasema anataka aende Olimpiki na ukuja mwaka 2030 ile achipukizi. Anataka kwenda, ako nayo talent, nayo ako nayo. It's just unfortunately she would have made it this time. It's just when they raised the age bracket to 15, she was unfortunately cut because hajafika miaka. Lakini hii sisi kuingia kwenye michezo, msichana anaamka saa 11 usubuhi, saa 11:30 yuko kwenye pool Nairobi Impala in that cold. Whether I am there or not there, any it's self-driven. Ametoka hapo, ameenda shule, ametoka shule, anaenda cycling, anaenda mwenyewe. Yani anajipanga na program. Mpaka amejua kujirequest. Nimewekea app ya Uber. So kama sipo, wanaenda na dado wa kazi, wana request ile Uber yenyewe. Yani hachelewi. Kifika wakati na mchezo, mimi mwenyewe ni mtu wa kuchelewa. Ukiniambia saa 8 nitakuja saa 8:30. Sasa mtu wangu ananijua. Huwa tuko separate. Ananiambia mama, mimi time yangu imefika. Kwaheri. Kama utakuja kututoa sawa utatupata. Kwa hivyo yeye it's from her own passion, yeah.
Kama hiyo Miku ukiniambia niamke saa 11:30 niingie kwenye maji yale baridi Impala, nitakwambia mbona haiwezi ile baridi ile. Lakini because she is passionate about it, she loves it, they both do, so they do it by themselves. It's her own initiative. Mimi hata grow up, hata nikiwa nishamzaa hivi ana miaka 10, nilikuwa sijui triathlon nini. Sikujua mpaka akija akiniambia mimi nataka kufanya triathlon, ndio amejua kwa sababu ya shule. Hiyo ndio pia benefit ya kupeleka mtoto skuli nzuri. Unaona? Kwa sababu skuli nzuri pia inakupatia exposure. So akija akiniambia triathlon, mwanzo nilikaa Google nauliza hii triathlon nini? Ndio nikaja nikapata kujua kukimbia na kuendesha baiskeli. Alikuwa hataki kuendesha baiskeli. Naambia haya ndio vitu gani hivi mwanangu vya kufanya? Yani si you focus on one. She's like no, combining all three is what I want. I want the challenge. Ndio hivyo basi akajiingiza kwenye triathlon. So in terms of talent and in terms of passion, and from the first moment she participated, she was actually spotted by one of the guys that held the World Triathlon. She pulled me aside. She was one of the lead coordinators. Pulled me aside and told me, your daughter has such good raw talent. Please cultivate her and bring her to me. When she's 15, I want her. So that's how I knew she had talent, because I couldn't see it. Yeah, so in terms of talent, she was spotted. Walisema ako nayo talent. Asante sana. Naona unalea vizuri. Kabisa. Kulea ni kazi, siku za kazi ni kulea, sio? Shukrani sana na kila laheri, tuwaone tena mkienda mashindano ya nje ya Olimpiki, mashindano ya dunia na hapa na pale. Amin, tuko na safari, ameshafanya safari kadhaa, ndio unaona sasa uzuri wa kuwa kwenye sport tunasafiri, unaona? Ndio vizuri vake, lakini pia tunaomba we're asking for support in sports, you know, like we would love for her to grow. And the reason other countries are better than us is because they can afford to train without thinking about resources, because the resources are readily available. They have, so like kama mimi, a coach per session is around 2,000 shillings per child per session. So in a week they're supposed to train 6 times a week. Are you seeing the mathematics that is not mathing? Ni hela nyingi. Baiskeli zinaanzia 150,000 kwa baiskeli nzuri, ambao hiyo ni second hand, si mpya. So we ask for support. Mkitona tuna fundraise Instagram, mkiona ama kama mnataka kuchangia, mnaweza kuchangia pia through federation, mseme mna support wasichana ama mna support upcoming youth. We grow the sport, yeah, because it's new and it's young. So we are asking for all the financial support we can get, resources, you know, if you can donate bikes. There are girls who are very talented but they lack the equipment and they would love to participate but hawana. So if people can help, it will be awesome. Mungu ajalie. Amen. Asante sana, madini hayo na yatema kwa uzuri kabisa ndani ya Mikiki. Nataka niende mapumziko alafu nirejea tena niseme na SG mwenyewe wa shirikisho la triathlon hapa nyumbani. Ameshafika, yuko pembeni, lakini mapumziko kwa hiyo lako ni Uganda ulipo.